Damu ya Yesu namna inavyotumika kuponya magonjwa. Kitabu kile cha Isaya sura ile ya 53 mstari ule wa 5. Tumepafikia hapo watu wa Mungu. Anasema hivi: bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Pointi yangu kubwa nayo tamani uione hapa ni kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Asifiwe. Natamani kueleza mambo machache. Kila eneo ambalo Yesu alimwaga damu yake akiwa pale msalabani ilikuwa na maana katika ulimwengu wa roho. Moja kati ya eneo ambalo Yesu alipigwa mijeledi. Wakati Yesu anapigwa mijeledi katika ulimwengu wa roho, alikuwa anatangaza uponyaji. Mimi ninaashumu kama alipigwa mijeledi 40 au alipigwa mijeledi 39, alipokuwa anapigwa mjeledi wa kwanza, alikuwa anatangaza tatizo la kansa kuondoka kwenye maisha yako. Alipokuwa anapigwa mjeledi wa pili, alikuwa anatangaza maumivu ya moyo kuondoka kwenye maisha yako. Alipokuwa anapigwa mjeledi wa tatu, alikuwa anatangaza maumivu ya tumbo kuondoka kwenye maisha yako. Alipokuwa anapigwa mjeledi wa 4, alikuwa anatangaza maumivu ya kichwa kuondoka kwenye maisha yako. Kwa hiyo nataka kujua kwamba kwa kazi ya Yesu ya pale msalabani, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Magonjwa hayapaswi kuendelea kuwa maisha yako. Magonjwa hayapaswi kuendelea kukushikilia. Kwa nini magonjwa hayapaswi kuendelea kukushikilia? Kwa kupigwa kwa Yesu wewe umepona. Yaani maumivu ambayo tunatakiwa tuyasikie sisi, Yesu ameyafikia kwa niaba yetu. Maumivu tunayotakiwa kuyapata sisi, Yesu ameyasikia kwa niaba yetu. Amen. Sasa kabla sijakueleza sana kuhusu Yesu ambaye anaweza kuponya magonjwa kupitia damu yake, natamani nikueleze kidogo vyanzo vya magonjwa. Amen. Natamani nikueleze kidogo vyanzo vya magonjwa ili tusiishie tu kusema kwamba Yesu anaponya, lakini pia kama kuna uwezekano wa baadhi ya vyanzo vya magonjwa kujiwekea navyo tahadhari, tufanye namna hiyo, tujiwekee tahadhari. Amen. Amen. Nitaanza kwa kueleza vyanzo vya kawaida kabisa ambavyo inawezekana wengi tunavijua kabisa. Chanzo cha kwanza cha magonjwa ni kawaida ya mwili. Sio kila ugonjwa ambao mtu anaumwa unatokana na mapepo. Kwa sababu kuna watu wanafikiri kila ugonjwa unaotokea kwenye maisha yao ni mashambulizi ya giza. Sio kweli. Kuna magonjwa mengine yanatokana na kawaida ya mwili. Unajua mwili wa mwanadamu kwa namna ulivyoumbwa, kuna kiwango fulani mwanadamu cha maisha anapokuwa, mwili wake unakuwa una nguvu. Lakini kwa kadri ambavyo umri unazidi kwenda, anapozeeka, kuna vitu mwilini vinapotea. Kuna uimara mwilini unapotea. Kwa hiyo kuna magonjwa mengine yanakuja kwenye maisha ya mwanadamu sio kwa sababu ya mapepo, lakini magonjwa mengine yanatokana tu na kawaida ya mwili. Hii kawaida ya mwili wakati mwingine huwa inatokana na umri, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na magonjwa mengine hayahitaji hata kuombewa. Magonjwa mengine unahitaji uende tu hospitali. Ngoja nikupe ile andiko. Sio kusema anatolea wapi. Ngoja nikupe ile andiko, mtumishi wa Mungu. Ngoja nikupe ile andiko. Ngoja nikupe ile andiko. Magonjwa ambayo yanatokana na kawaida ya mwili. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Timotheo wa kwanza sura ya 5. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Hapa Paulo anamwambia Timotheo, kuanzia sasa ninakuruhusu kutumia mvinyo kidogo kwa ajili ya maradhi yanayokupata mara kwa mara, lakini pia kwa ajili ya tumbo ambalo linakusumbua. Amen. Kwa hiyo tumbo ambalo lilikuwa linamsumbua Timotheo na yale magonjwa ambayo Timotheo alikuwa anayapata mara kwa mara, yale magonjwa yalikuwa yanatokana na mapepo. Ndio maana Paulo anamwambia mtoto wake Timotheo kwamba mwanangu Timotheo, tumia mvinyo kidogo. Na kwa nini anamshauri atumie mvinyo kidogo? Wakati ule mvinyo ulikuwa unatumika kama dawa. Anambia ni kama leo labda unaumwa malaria, anamwambia okay, kwa shida ya malaria ulionayo tumia dawa za hospitalini. Paulo anamwambia Timotheo, tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na maradhi ya kupatayo mara kwa mara. Amen. Amen. Kwa hiyo watu wa mtu sasa, nataka hivi kwanza uelewe kwamba sio kila ugonjwa unaokupata ni mapepo. Magonjwa mengine ni kawaida tu ya mwili. Ulilala vibaya na mto wako ni mgumu, asubuhi umeamka shingo inakuuma, usiseme anakushambulia. Wewe kila ukilalaga, ukiamka asubuhi mbavu zinakuuma. Mtu wa Mungu, hilo godoro lilinunua tangu mwaka 90. Hilo godoro lilinunua tangu mwaka 90, sasa hivi 2025, miaka 35 imepita, godoro limeisha. Badilisha godoro. Ukibadilisha godoro, hayo maumivu ambayo utakuwa upati tena.
unamsingizia tu shetani, mtu wa Mungu, lakini hayo maumivu ambayo unayopata ni kwa sababu kwamba godoro unalolalia imeisha. Amen. Bwana asifiwe. Hicho ni chanzo cha kwanza cha magonjwa, kawaida ya mwili. Amen. Chanzo cha pili cha magonjwa ni watu kuto kuzingatia kanuni za afya. Chanzo cha pili cha magonjwa ni watu kuto kuzingatia kanuni za kiafya. Kabla tujaenda huko kwenye mambo ya roho, kwanza tuyaone haya ambayo Mungu atusaidie kwanza tuyatengeneze haya. Amen. Amen, amen. Kuto kuzingatia kanuni za wataalamu wa afya. Mungu alipomuumba mwanadamu, unatakiwa kujua kwamba ili uishi hapa duniani ni muhimu sana ukaujali mwili wako na ukautunza mwili wako. Kwa sababu ili Mungu afanye kazi anategemea mwili wako, na ili shetani afanye kazi anategemea mwili wako. Mwili ukikorofisha, mwili ukipata shida, hata kama ndani yako na maono makubwa kwa namna hii, hauwezi kufikia. Kati ya jambo unalopaswa kulitunza na kulijali kwenye maisha yako ni afya. Afya ndio mtaji wa kwanza wa mwanadamu kufikia malengo yake. Yaani afya ikipata shida, maeneo yote mengine yanakwama. Ni maana nakwambia ni mara 100 ukapoteza pesa utazitafuta tena. Ni mara 100 ukapoteza vitu vingine utavitafuta tena, lakini sio afya. Watu wa Mungu, afya ikipata shida, maeneo yote huwa yanapata shida. Na hata ukiangalia maanguko ya watu wengi ambao walikuwa ni wakuu, maanguko ya matajiri wengi yametokana na shida za afya. Mtu akipata shida ya afya, hata shughuli za uzalishaji huwa zinasimama. Sasa kama afya ni muhimu sana kuzingatia maelekezo ya wataalamu wa afya, lakini pia na kanuni za afya. Sasa tuzungumze tu kidogo. Wewe utajijuaje unazingatia kanuni za wataalamu wa afya au uzingatii? Tuanze kwenye mambo ya chakula. Mara nyingi tunashauriwa, Amen, usitumie sana vyakula vya mafuta, lakini pia usitumie sana vyakula vya sukari. Kuna watu mko mahali hapa, watu wa Mungu mnapenda kutumia vitu vya sukari. Tena wale wenye kiuso unakuta umenunua kachai kako, umenunua zako maziwa. Yale maziwa unapotaka kunywa unasema mimi nataka yawe sweet. Yaani unaweka sukari kiasi kwamba ile sukari unataka usikie ladha kabisa, unataka kusikia ladha kabisa. Yaani mtu anaunga sukari kwa sababu huyu mtu tuashumu wewe unywaji chai. Kuna wengine wanapenda supu. Akitoka tu hapa asubuhi anapoenda kule kibandani kwake, anaagiza supu ya 3. Akiagiza supu ya 3 anaagiza na chapati 2, anapiga supu. Akipiga supu anajisikia kiu. Anasema hii kiu ninayosikia hii sio ya maji, hii ni ya soda. Anapiga soda asubuhi, Pepsi. Mchana, wanyaki soda wanapenda kujinyangalusha jamani. Mchana anaagiza ubwabwa. Amepiga ubwabwa, sasa hii sio ya nani hii? Hii sio ya maji, hii ni ya soda. Anakunywa soda. Jioni amerudi nyumbani, anapika, baada ya kumaliza soda tena. Hiyo ni soda. Hiyo ni soda. Alafu huyu mtu asubuhi anakula nyama na supu hiyo. Mchana atakula nini? Mchana atakula wali na nyama tena. Jioni atakula wali na samaki. Huyu mtu hawezi akakosa matatizo kwenye maisha yake, na kawaida ya mwili ni hivi. Unaweza ukawa unatumia vitu vya sukari, unaweza ukawa unatumia vitu vya mafuta, lakini kawaida ya mwili unapokuwa unatumia hivyo vitu huwa havileti madhara hapo hapo. Madhara huwa yanaanza kuonekana baada ya miaka 40. Ndio maana unafuatilia. Watu wengi wakishafikisha miaka 40, miaka 45, ndio wakati ambapo pressure huwa inaanzaga, BP huwa inaanzaga. Maana yake mwili una tabia ya kwanza kuonesha reaction baada ya miaka 40 mpaka miaka 45. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie. Wataalamu wa afya ukiwasikiliza vizuri, moja kati ya kitu ambacho wanashauri sio cha kutumia sana ni nyama. Kama umewahi kupata nafasi ya kwenda hospitali na ukawasikiliza wataalamu huwa hawashauri sana kutumia nyama, hasa nyama nyekundu. Na mimi niliwahi kumsikia mtumishi mmoja wa Mungu anaeleza, nilimuelewa kitu alichokuwa anakisema. Akasema hivi, Mungu alipomuumba mwanadamu tangu mwanzo, Mungu hakumkusudia mwanadamu wale nyama. Mungu alipomweka Adam katika bustani ya Eden, kule bustani ya Eden, watu wa Mungu tukubaliane kwamba kule bustani ya Eden kulikuwa kulimi mpunga. Unajua bustani ni mahali ambapo kunalimwa matunda na mahali ambapo zinalimwa mboga mboga. Kwa hiyo utaratibu wa Mungu tangu mwanzo alipomuumba mwanadamu, Mungu alimuumba mwanadamu wale mboga mboga pamoja na matunda. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa Mungu alipomuumba mwanadamu wale matunda pamoja na mboga mboga, ndio ulikuwa utaratibu wa Mungu. Baada na wakati huo naona watu walipokuwa naishi hapa katikati hapa, watu walikuwa naishi maisha marefu sana. Kwa sababu kusoma kile kitabu cha Mwanzo, unaona kuna watu walifikisha mpaka miaka 900 na baada ya gharika
Mungu ndio kwa mara ya kwanza akaruhusu matumizi ya nyama. Na baada ya Mungu kuruhusu matumizi ya nyama, unaona watu wanaanza kula nyama. Na baada ya watu kuanza kula nyama, unaona kutoka pale maisha ya watu yanaanza kupungua. Watu waishi tena miaka 900. Miaka inaenda mpaka sasa hivi kwa umri tuliofikia na kwa kizazi hiki tulichonacho, mtu kufikisha miaka 80 ni neema. Yaani mtu kufikisha miaka 80 sasa jamani huyu ameishi, lakini hakuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo. Moja kati ya kitu ambacho kinakatisha uhai wa watu mapema ni pamoja na ulaji mbaya. Kama unataka kuishi maisha marefu hapa duniani, moja kati ya jambo unalopaswa kuzingatia ni kula vizuri. Watu wa Mungu, tunaposema kula vizuri haimaanishi kula nyama kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Kwa sababu wengine wanafikiri kula vizuri ni kula nyama kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Kula vizuri ni kula kwa kuzingatia kanuni za wataalamu wa afya. Mfano, ili mlo kamili ukamilike, unahitaji vitu vichache tu ambavyo pia ni virahisi. Mfano, unaweza ukala ugali, ukala maharage, ukatumia mboga za majani, ukatumia maziwa. Mlo kwa umekamilika. Shida yako unapenda kula nyama kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Na unakula nyama bora hata Mungu angekuwa amekusaidia, ungekuwa umejenga, unakaa kwenye nyumba ya kupanga, unakula nyama kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Mtu amzungie kusanya hizo hela basi upata hata kaenda kiwanja. Au ndio unasema kwani kuna mtu amekujenga kwa 1500 jamani, acha tuupe mwili pole. Sawa, asikatae kuupa mwili pole, lakini mtu wa Mungu ni muhimu ukazingatia kanuni za wataalamu wa afya. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja tuende taratibu. Watu wa Mungu, swala la kula ni swala nyeti sana. Yaani usile tu kwa sababu unajisikia kula. Swala la kula, mtu wa Mungu, ni muhimu ukawa makini. Sio kila eneo ambalo unaenda unakula. Haya. Unakuta mtu anasafiri anaenda Dar es Salaam. Huyu mtu anasafiri anaenda Dar es Salaam, ameanza pale stendi kuu, amenunua kebab. Ametoka stendi kuu, anafika pale nani, anapiga sambusa. Atoka nani anafika Chimala, anapiga vitu vingine. Atoka Chimala, anafika pale Makambako, anapiga vitu vingine. Akitoka pale Makambako, akifika Iringa, zile nyama za pale hajiza tokana nini, anapiga vitu vingine. Akifika Morogoro, tumbo la kualisha limembaa sawa, umeniroga. Waje kuroga, unakula vibaya wewe. Wewe umeangaje tangu huku unakula mpaka kule. Umechanganya kila vyakula. Bwana asifiwe. Alafu hao watu ambao mnakula na mnanunua vitu vyao, hivi mna uhakika na usafi wao? Jamani, kuna watu ni wachafu wanaandaa vyakula katika hali ya uchafu. Tena kama ambao wanaandaa chakula cha kuhudumia watu. Yaani mtu ajaje chochote sawa kikubwa tu mimi nipate hela. Mimi kuna mahali siku moja nimeenda vijuzi hapa, nilikuwa nanunua chapati. Nanunua chapati, naomba chapati. Yule mama anipatia chapati, ile chapati anafanya ananishikia mkono, anazigeuza hivi, afu ananihesabia 1 2 3. Naambia hapana, ukitafuta vifaa vya kuvaa mkononi wakati mwingine unakuja kununua chapati zako. Huwezi ukatushikia chapati kwa mkono. Tunaiaminije mikono yako? Hii mikono ambayo mtu anakuwa na shida, unakuta labda puani kuna vidude, anaingiza mpaka vidole hivi. Jamani, mtu ana majasho, anafanya hivi majasho. Anafanya hivi majasho. Na kama na watoto tudogo, aka katoto kadogo kujisaidia, anataka kusaidia, hajanawa hata mikono, anakuja kutushikia vitu. Haiwezi kaenda namna hiyo. Ndio maana mimi nasemaga hivi, kama hakuna ulazima wa kula njiani, mtu wa Mungu usinyesile njiani. Wewe unakula chakula ambacho umekipika kwa mikono yako, ambacho una uhakika na usalama. Watu wanapika vyakula ovyo ovyo. Mimi niliona video fulani kama ile ndio ina ukweli. Mtu ana oda ya kupika maandazi mengi. Kutokana ile oda ni kubwa, kwa hiyo anapokuwa anakanda, sasa mikono inamshinda. Sasa inabidi atumie miguu na kwenye disha. Sasa wewe ndio unatoka hapo unaenda kula hayo maandazi. Na sikiliza niwaambie watu wa Mungu, swala la vyakula ni ibada. Na vyakula vinatumikaga kama silaha katika ulimwengu wa roho. Wakati shetani anataka kuyashambulia maisha yako, anatumia chakula. Sio kila mtu ambaye unaenda unakula kitu ambacho anakiuza amepika hivi. Wengine wamepika na kila anayekula hicho chakula anaingizwa kwenye maagano. Mfano nimewahi kuambia siku moja tumewahi kwenda kwa Sumbawanga. Tukutana na kitu kimoja cha ajabu sana. Kule kitokea mtu amekufa kabla hawajamzika, wanasema ngoja tuangalie. Huyu amekufa kwa ugonjwa wa kawaida au amekufa kwa ugonjwa wa kipepo. Wanachukua lungu wanaibamiza kuku ikifanya ikifa ikigeukia ndani, wanasema huyu amekufa kwa ugonjwa wa kawaida. Ikifa ikidondokea nje, wanasema huyu amemloga. Wakisema wamemloga, hawaziki mpaka wajue ni nani aliyemloga. Na kitu cha ajabu ambacho nilikuwa nakishangaa kutokea pale, wanapopika chakula, wanachukua maji yale waliosha maiti, wanachanganya kidogo kwa chakula. Alafu mtu wa Mungu ndio unaenda unakula. Kuna watu mko hapa, mtu akienda msibani asipokula ajisikii vizuri. Yaani furaha yake ni yeye ale msibani. Na akienda kule msibani, ikitokea kwamba wamempa wali labda uwasapika wali cabbage, maharage na nyama. Ikatokea amepata tu wali cabbage na maharage, nyama zimeisha, anaanza kufinga.
Mimi ndio kuninyima nyama mimi. Mtakuja mje kwenye msiba wangu na mimi mtaona kama mambo ya msibani ndio kuwafinga watu. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengine wanaamini katika ushirikina, vile vyakula wanapopika wavipiki vivi. Ndio maana tangu umekula hicho chakula unaona ni kama kuna mawe yamepekea tumboni. Yaani muda wote unajisikia umeshiba. Siku moja tumeenda kwenye kituo fulani cha watoto yatima, tulifika kwenye kile kituo. Sasa wakawa wametuandalia chakula. Kile chakula binafsi nilikuwa nakosa amani. Roho Mtakatifu akikuwekea kiashiria cha kosa amani, hakikisha unakisikia. Hata kama kwa nje chakula ni kizuri kwa namna ipi, hakikisha unajizuia. Wakaniambia, mtumishi, unajua usipokula utaonekana unadharau, utaonekana unajiinua, jitahidi ule tu hata kidogo hivi na hivi. Nikasema sababu wamekula, wamesema ngoja nile. Nikaa. Nilipokula kile chakula watu wa Mungu, hali yangu ya maombi likate zilikuwa kawaida. Baadaye nikajua hiki chakula kina maagano. Na niseme hivi, moja kati ya eneo ambalo linapima staa ya mtu ni pamoja na kwenye eneo la chakula. Tukitaka kujua huyu ni mtu ni mstaarabu kwa namna ipi kwenye eneo la chakula. Kuna watu hapa ni wapole kama unavyoona unavyolisikiliza neno. Lakini akifikaga kwenye mambo ya chakula anachangamka. Kwenye mambo ya chakula anagombana na watu. Kwenye mambo ya chakula yani huwa asikii mtu. Yani ukitaka kujua huyu kama mwanadamu ipoje, eka ni mpole sio mpole, usubiri kwenye mambo ya chakula. Watu wa Mungu sasa hivi teknolojia inaenda, maisha yanaenda. Haya mambo ya kwenda kwenye sherehe, unahakikisha utoke kwenye sherehe mpaka umetoka na chochote kitu. Mtu wa Mungu amepitwa na wakati. Unajiaibisha, umevaa nguo yako ya maana, umependeza, umepaka na uwanja, umevaa na wigi, lakini furaha yako ni uondoke na chochote kitu. Hilo jambo halijakaa vizuri, mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sikiliza, nilikuwa naambia watu juice, nikamwambia hivi. Biblia inasema mahali fulani, uketipo mezani pa wakuu, weka kisu hapa. Mtu wa Mungu, kati ya kitu ambacho kinaweza kikashusha thamani yako ni chakula. Ukipata nafasi hata ya kusimama mbele za watu ambao ni wakuu, hata kama wamepika chakula kizuri ambacho nyumbani unaki, kula kwa kiasi, kula tu kidogo. Na ukiona wakati mwingine mnaenda kwenye haya mambo ya sherehe, haya mambo ambayo yanahitaji vyakula, wakati mwingine mtu wa Mungu cha kufanya ni nini? Hakikisha umekula kabisa nyumbani. Ukifika tu pale unagusa tu kidogo, watu wasema mtu mstaarabu. Wewe umekuletea sahani ya kwanza umemaliza, nasema niongezeni na kidogo jamani. Niongezeni kidogo jamani. Una shida wewe mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa sisi wa kiume tunakuwa ni walafi, wapendwa wa kiume. Nakutana kwenye haya makongamano ya maombi. Mtu imefika muda wa chakula ameshika sahani mbili. Zote ameenda kuchinga. Na muuliza nini? Anasema Biblia inasema mtu akilipenda neno langu akilishika, mimi na baba yangu tutakuja tukakaa ndani yake. Ndani anakaa Mungu Baba, anakaa Mungu Mwana, anakaa Roho Mtakatifu. Mimi wanne. Sahani moja itatosha. Baba sahani mbili angalau. Ni shida hiyo mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo moja kati ya eneo unalopaswa kujali na kulitunza sana liko eneo la chakula. Kula vizuri mtu wa Mungu. Amen. Kula vizuri. Napokuambia kula vizuri nimekuambia mambo ya nyama haimaanishi sasa ndio usile kabisa. Kwa sababu kuna mtu kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 anakula mboga za majani. Haya, hatukatai. Basi tuone hata cha maana ambacho umekifanya hakuna. Si bora wewe unakula sasa tu. Ijulikane kwamba afanye kitu cha maana lakini hela yake anaipeleka kule kule. Ijulikane hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu ikifika saa ya kula, jitendee haki. Isije katokea siku zote niliwaambia watu juzi hapa nikamwambia hivi. Kama hauna mahusiano ya kimapenzi, hauna mahusiano sijui ya kuwa na mume na mke, hakikisha unakuwa na mahusiano mazuri na chakula. Yaani kama unaona hauna mahusiano mazuri sijui na mapenzi, sijui hakikisha unakuwa na mahusiano mazuri na chakula. Yaani kuna watu eti akiona anadaiwa, anaacha kula. Mtu wa Mungu hata kama una madeni, daiwa huko unakula mtu wa Mungu. Yaani unapokula unapata nguvu ya kutafuta, si ndio watu wa Mungu? Sasa una madeni unakona. Kulaga vizuri wakati unadaiwa, unapata nguvu ya kutafuta. Hata kama unataka changanyikiwaga huku unakula. Hata kama una mawazo, wazaga huku unakula. Chakula kisifarakane na tumbo lako. Nilisema vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula. Na kwa taarifa yako, ukitoka hapa duniani tukienda kule mbinguni, kule mbinguni hakuna chakula. Kule mbinguni kuna bahasdari, kule ni maziwa na asali. Kwa mahali pa kula kuku ni hapa duniani. Mahali pa kula vizuri ni hapa duniani. Kule mbinguni ni maziwa na asali. Bwana asifiwe. Amen. Kula vizuri mtu wa Mungu. Amen. Amen. Kula vizuri. Nazungumza hapa kwenye afya. Mtu wa Mungu wanashauri wataalamu wa afya kwamba angalau ili mtu afya yake iwe vizuri awe anafanya mazoezi dakika 30 kwa siku. Nikuulize kwa kumbukumbu zako wewe, ni mara ya mwisho lini umefanya mazoezi? Unasema wewe mtoto, kwa umri nilio nao na virundi vinavyonisumbua, mimi ni wa kufanya mazoezi kweli?
Mimi kuna mama mmoja nilimpenda kule mtandaoni anahamasisha watu kufanya mazoezi. Yule mama ni mtu mzima. Anasema jamani, mimi najua vipi kufanya mazoezi kama vijana, lakini anachofanyaga mimi ndani kwake anaona anaweka muziki. Akiweka muziki anacheza mpaka anahakikisha jasho limemtoka. Sasa hapa nimefanya mazoezi. Basi uchezage mtu wa Mungu. Na sikatai. Kuna wengine shughuli mnazofanya kule ni mazoezi tosha. Mwingine kama unashinda shambani. Sasa kama unashinda shambani ukafanya mazoezi tena ya nini? Ila anazungumza wale ambao kuanzia asubuhi mpaka jioni umekaa kwenye genge unauza. Wewe mtu wa Mungu unahitaji mazoezi. Unahitaji wakati mwingine hata mazoezi ya kutembea. Sio kila bado unapoenda lazima upande bajaji. Wakati mwingine hata kutembea watu wa Mungu ni mazoezi. Bwana asifiwe. Wakati mwingine hata kutembea mtu wa Mungu ni mazoezi. Wakati mwingine hivyo, unajua wakati mwingine mazingira yanaweza sio na support, lakini tafuta mazingira yoyote yale yatakao kuhusu kufanya mazoezi. Wakati mwingine mtu wa Mungu hata magonjwa unayoumwa sio sababu Mungu anataka uumwe, ni uchafu tu. Wewe mtu wa Mungu nyumbani kwako ni pachafu, panya vinakaa huko ndani. Panya yaani panya na vyenyewe kama na vyenyewe kama una nyumba ndani kwako. Panya zipo ovyo, mende, sisimizi, yaani kila kitu. Huyu mtu anaweka sufuria juu ya kabati, juu ya meza, yaani akieleweki hiki na hiki. Yaani pale sebuleni kwako ukiingilia hata patamaniki. Akiona wageni anasema nilitaka kuna nini jamani, ndio nilikuwa nataka kufanya usafi. Ufanyaje usafi siku zote wewe? Amen. Bwana asifiwe. Ufanyaje usafi siku zote? Nyumbani kwako peo safi. Biashara maradhi yenu na yawe safi. Hakikisha nyumbani kwako hata kama una vitu vichache, mtu wa Mungu, jifunze kupangilia vizuri. Usisubiri mpaka usikie wageni wanakuja ndio ufanye usafi. Aya. Mwingine nyumbani kwako utafikiri aishi mtu. Nyumbani kuna manyasi mengi kama aishi mtu. Ndio hizo mbu zinakuja zinakung'ata, unapata malaria. Kuna kipindi fulani nilikuwa napata shida. Nilikuwa kila nikilala usiku, nikiamka asubuhi na mafua. Nikilala usiku, nikiamka asubuhi na mafua. Nilala usiku, nikawa najua mafua kutokana na mapepo. Nikawa nakemea sana. Sasa siku moja nikamwambia Yesu, niambie shida ni nini? Nikawa nimelala. Nilipokuwa nimelala, nikaota naongea na mama yangu ndotoni. Mama yangu ananiambia hivi, Joshua, mara ya mwisho umefua lini shuka lako? Asubuhi nimeamka nimechukua ile shuka nimefanya hivi yale mafupi kwa sababu baba tu nisamehe. Nikajikuta nacheka mwenyewe. Sio kila mafua unayoumwa mtu ni mashambulizi ya kipepo. Wakati mwingine ufui mashuka, fua mashuka mtu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu, jipende mwenyewe, jifurahie mwenyewe. Hakikisha mazingira nyumbani kwako yanakuwa masafi. Hiyo ni njia mojawapo pia ya kutunza afya. Yaani unapotunza mazingira sio tu kwa ajili ya majirani wako ni msafi, ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Mimi nimejifunza vitu kadhaa. Kuna mtu anaweza asiwe na vitu vingi lakini anajua kupangilia vitu vyake. Yaani hivyo namnaga bibi yangu ana hizo sufuria zake chache, lakini anazozisugua sufuria zake anahakikisha zimeng'aa. Hataki masiri kwa sufuria zake, japokuwa anapikia nini, anapikia 10. Yaani sufuria zake zinang'aa kama anapikia kwa jiko la gesi. Wewe unapikia jiko la gesi, umeacha hata kusahau, umeacha hata kusugua sufuria. Una shida gani mtu wa Mungu? Jipende mwenyewe, jifurahie mwenyewe, tunza kanuni za afya. Wataalamu wote wamekwambia kutokana na shida yako sasa hivi usitumie sana sukari, usitumie sana mafuta. Usiseme bwana kama ni kifo kila mtu atakufa. Ngoja tule vizuri. Na hata nikajibana sana na bado nikafa kwa ajali. Acha tu nile vizuri. Mtu wa Mungu, zingatia kanuni za afya kama unataka kuishi maisha marefu. Bwana asifiwe. Kwa chanzo cha pili cha magonjwa ni kwa sababu watu hawazingatii kanuni za afya. Chanzo cha tatu cha magonjwa ni magonjwa yanayotokana na kulisi. Magonjwa yanayotokana na kulisi. Na hapa tunaanza kuingia kwenye sababu za kiroho kidogo. Ipo hivi, magonjwa ya kulisi huwa yanawashambulia watu siku hizi. Mnajua familia zetu za Kiafrika kabla tujamwamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, hizi familia nyingi za Kiafrika zilikuwa zinarudi miungu mingine. Si mnajua hilo jambo na hata wengine huu taratibu mpaka leo kwenye familia zenu na mpaka leo kwenye koo zenu unaendelea. Si ndio Sasa ilikuwa hivi. Zamani wakati wanaanza kuabudu miungu mingine ilikuwa hivi. Unakuta labda familia ya Waibanda wanasema hivi, sisi tutaabudu Mungu fulani, labda ni Mungu mlima. Huyu Mungu mlima sisi tutampa sadaka. Sadaka pekee tutakayompa ni figo za familia. Wengine sema sadaka pekee tutakayompa Mungu, huyu Mungu wetu ni macho ya familia. Wengine sema sadaka pekee tutakayompa huyu Mungu wetu ni kiuno. Wengine sadaka ni pekee tutakayompa Mungu, huyu Mungu wetu ni moyo. Si ndio Sasa hawezi wakatoa moyo wao moja kwa moja. Kwa hiyo wanaamua kutafuta sadaka. Si mnajua kwamba sadaka huwa ni kiwakilishi. Biblia inasema hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake utakapokuwepo. Kwa hiyo unakuta wanachinja ng'ombe, wakichinja ng'ombe wanachukua tu macho, yale macho wanatoa sadaka afu ng'ombe nyingine anafanyaje? Mnakula. Sasa hizo taratibu za kutoa sadaka kwa miungu zimeendelea.
Miaka ya baadaye ndio tunakuja kuzaliwa sisi. Sasa sisi tunazaliwa hatujui taratibu walizokuwa wanafanya mababu zetu. Ile miungu katika ulimwengu wa roho inakuwa ina uangani kwenye maisha yako. Ndio unaenda kwenye familia unakuta watu wote wana kisukari. Ukija kufuatilia vizuri unagundua katika ulimwengu wa roho kuna agano lilifanyika. Unaenda kwenye familia unakuta watu wote wanasumbuliwa na kichwa. Ukija kufuatilia vizuri unagundua katika ulimwengu wa roho kuna agano lilifanyika. Unaenda kwenye familia fulani unakuta watu wote wanasumbuliwa na miguu. Ukifuatilia vizuri unakuta kwenye agano fulani lilifanyika. Kwa nini mje kwenda kwenye familia mkakuta watu wote wana shida ya aina moja? Na wengine ni kama pia wamewekewa mipaka. Hakuna mtu kwenye familia anaweza kufikisha miaka 60. Watu wote kwenye familia hawazidishaji miaka 60. Wote lazima wakatike hapa katikati. Wote lazima wakatike hapa katikati. Nilikuwa nafuatilia baadhi ya familia fulani. Ile familia wanawake ndio wanaishi sana, lakini wanaume wanakatikaga mapema. Hata wewe unajua kwamba kuna kaugonjwa fulani, aka kaugonjwa akajaanzia tu kwangu. Aka kaugonjwa ni kama ni kaugonjwa fulani kwa familia. Yaani bibi kisukari, wewe kisukari. Yaani kisukari. Huo ni ugonjwa wa polisi. Amen. Amen. Lakini pia chanzo kingine cha magonjwa ni dhambi. Dhambi pia ni mlango mwingine wa magonjwa. Ndio maana kuna watu Yesu alipokuwa akikutana nao, kabla alipokuwa akiwaponya, baada ya kuwaponya anaambia usitende dhambi tena. Na nataka kujua hivi, dhambi ndio mlango mama wa magonjwa kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa kadri ambavyo unaizoelea dhambi inafungua mlango wa magonjwa kwenye maisha yako. Kwa kadri ambavyo unaipenda dhambi, unaifurahia dhambi yenyewe kumwacha mtu salama. Ndio maana kuna andiko moja sema hivi, Mungu akusamehe maovu yako na kukuponya magonjwa yako. Kabla Mungu hajashughulika na ugonjwa, Mungu anashughulika na chanzo cha ugonjwa ambacho ni maovu. Maovu watu wa Mungu ndio wanaofungulia mlango wa magonjwa. Kumbuka, tangu mwanzo Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu hakukusudia mwanadamu aumwe. Matokeo ya mwanadamu kuumwa, matokeo ya mwanadamu kupata magonjwa ni baada ya mwanadamu kumwasi Mungu. Kwa hiyo wakati wowote mwanadamu anapoenda kinyume na sheria za Mungu, ndio wakati ambapo mlango wa magonjwa unafunguka kwenye maisha yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Si kama unanielewa mtu wa Mungu. Nikupe sasa chanzo cha mwisho cha 5. Alafu nikuonyeshe jinsi ambavyo damu Yesu inaweza kukuponya. Chanzo cha 5 cha magonjwa ambacho kiko wazi kabisa ni nguvu za giza au kuroga. Hii pia inawezekana kabisa. Sio kila ugonjwa ambao mtu anaumwa unatokana na sijui kwa habari vizuri. Sio kila ugonjwa ambao unaumwa sijui unatokana na nini. Magonjwa mengine hapo kwenye maisha ya watu ni kwa sababu watu wamerogwa. Ndio maana kuna magonjwa mengine ukienda hospitalini madaktari wanakuambia huu ugonjwa jaribu upande wa pili. Unajua kusikia watu wanaambia hata madaktari wenyewe sababu imeshindikana. Ndio ile mtu anaumwa yuko vibaya sana kila leo hospitalini anambia hatuoni ugonjwa kwako, hatuoni ugonjwa. Sasa sikiliza. Mimi nimekutana na hivi visa mara kadhaa. Mmoja tulikuwa tunasafiri tulikuwa tunaenda Mwanza. Wakati tunaenda Mwanza tupo hapo stendi kuu, kuna mama mmoja anaingia kwenye gari. Huyu mama anapoingia kwenye gari, unajua ameingia anatoa harufu. Unajua ile harufu kama pale nioza Sasa imebidi kiasi kwamba ile siti yote ya nyuma waichukue kwa ajili yake. Na wale ndugu zake wanapulizia perfume ili kuhakikisha ile harufu inakata. Tumeingia kwenye gari. Tumeingia gari tumeenda. Tumefika kwa katikati mbele. Lile pepo sasa sijui ati pepo likalipuka kwa mgonjwa sasa. Nikaanza kusema mnapata ajali hapo mbele. Dereva hajaokoka. Kwa nini asisimamishe gari? Akitaka tu kuasha. Pepo sasa mnapata ajali hapo mbele. Sasa baadaye tukati tumejisahau kwamba watu wa Mungu tuko mle ndani. Baadaye ikabidi tuende tuishughulikie ile tena. Tukakemea. Mungu akamfungua. Sasa Mungu alipomfungua tukaanza kupata kisa chake. Huyu mtu alikuwa ameolewa na mwanaume. Mume wake alikuwa tu ni mwanaume wa kawaida, anafanya kazi tu za kawaida hizi. Kutokana na utendaji wake wa uaminifu, Mungu akamsaidia akapandishwa cheo. Alipopandishwa cheo, akaona kwamba kuwa na mwanamke mmoja haitoshi, akaamua kutafuta na mchepuko. Niwaambie watu wa Mungu, kuna watu mnawaombea waume zenu Mungu awainue. Mnawaombea waume zenu Mungu awafanikishe. Sio kama Mungu hataki kufanikisha. Mungu anasikia maombi yenu, lakini Mungu anajua tabia za mume wako. Mungu anajua mume wako ni mzinzi mzuri, lakini tu ni vile hana hela. Siku akipata hela anajua atakusaliti. Kwa sababu ile semele kukusaliti, Mungu anamnyima hela. Sababu gani nimemwambia wewe mwanaume afanikiwe? So Mungu hataki kumfanikisha, Mungu anakijua hicho kichwa. Wanafikiri anapenda kwa kurudi nyumbani. Hapendi, ni vile tu ana hela. Subiri apate hela ndio sijue tabia zake. Sasa akatafuta binti mwingine wa pembeni. Watu wa Mungu ni sasa hivi kitu kimoja. Siku hizi kuna kauli za kipepo nimekuwa nasikia mtandaoni. Watu wanasema hivi. Hata kama mwanaume anachepuka, kikubwa tu akuheshimu. Huo ni uzinzi.
Tunachokijua ni mwanaume mmoja ni kwa ajili ya mke mmoja, mke mmoja kwa ajili ya mwanaume mmoja. Masuala ya mapenzi hakunaga kushare. Zaidi ya hapo watu wa Mungu ni ushetani. Na unakuta kabisa wewe mama mtu mzima unamwambia mtoto wako, najua unaenda kuolewa. Kikubwa tu mwanaume akuheshimu. Kikubwa tu akuheshimu na achaje na matumizi. Usifuatilie sana mambo yake. Mtoto wako atapata magonjwa mtu wa Mungu. Mwanaume mmoja ni kwa ajili ya mke mmoja. Mke mmoja ni kwa ajili ya mwanaume mmoja. Full stop. Hatuna zaidi ya hapo. Msiachochea haya mambo ya kipepo ambayo shetani anayaleta. Sasa alikuwa ameingia kwenye mahusiano na huyu binti, alikuwa ni mtoto mdogo. Sasa huyu binti ana wivu. Akasema sasa kama huyu mwanaume leo ananipa tu hivi hela, nikimuua mke wake sitakuwa vizuri zaidi. Akaenda kwa ndugu zake ni washirikina. Wakamwambia sasa sikiliza, hapa jambo tu ni jepesi. Huyu hakuna haja kumuua, tumpe mateso, tafuta panya. Hii panya utaileta tutaiua. Kama hii panya itakapokuwa inanuka, ndivyo mwanamke yule atakapokuwa ananuka. Na wakaenda mbali zaidi, wakachukua sindano. Wakasema hii sindano tunavyoichoma ndivyo ambavyo vichomi vitakuwa kwenye maisha yake. Kuna watu mna vichomi, sio vichomi vya kawaida, ni watu wanawachezea michezo. Wamechukua kasanamu wamekatengeneza kwa jina lako. Wakijisikia tu kusumbua kidogo wanachoma. Kichomi. Unajua ni kawaida. Kuna kitu kimefanyika kwenye ulimwengu wa roho. Mungu ashukuriwe, yule dada alikuja, Mungu alimsaidia, tukamwombea, akafunguliwa, Mungu akamrudisha kwenye afya yake ya kawaida. Amen. Wiki chache zimepita, nilikutana tukio moja la ajabu sana. Unajua ile tukio nimekutana nalo hadi nimetoa machozi. Nilialikwa kwenye mkutano. Huu mkutano sio kama niwe mhubiri, ila nilialikwa tu nishiriki. Sasa tangu siku ya kwanza nimekuwa kwenye mkutano, nilikuwa na majukumu mengi. Nikaenda siku ya mwisho kwenye ibada ya asubuhi. Nimefika kwenye ibada ya asubuhi, pastor ananiambia bwana umefika, kuna mtu baada ya ibada tukutane naye tumuombee. Amekuja kijana, yule kijana na umri wangu. Lakini unajua mtu ambaye ni mgonjwa, amekaa na ugonjwa kwa muda mrefu, huwa anaonekana. Uso unapoteza nuru, yani amekonda, ameisha. Sasa mimi nikaa sijui. Baadaye ameleta ofisini, kauza ana shida gani? Yule kijana akaongea sana. Yule kijana akafunua tumbo lake. Alipofunua tumbo lake, ile tumbo amefunua, nikajikuta machozi yanadondoka. Yaani tumbo huko ndani limefumuka mpaka utumbo unaonekana. Imeenda mbali zaidi mpaka kila chakula kinatokea hapo kwenye tumbo. Hata kinyesi cha haja kubwa kinatokea hapo kwenye tumbo. Mtu wa Mungu unaweza ukaona unaumwa, hujawahi kukutana na magonjwa wewe. Yaani hivi sasa hivi unajiona kama unaumwa, hujawahi kukutana na magonjwa. Sasa nikamuuliza shida ni nini? Akaniambia hivi, mwaka 2020 nilifanyia operation. 2022 hivi nilifanyia operation. Operation ilikuwa ni ya tumbo. Nilipofanyia ile operation, Mungu akanisaidia, nikakaa sawa, nikashona, kila kitu kikakaa sawa. Sasa ninafanya kazi kwenye ofisi fulani. Ninapofanya kazi kwenye ile ofisi, inaonekana bosi ananipenda sana, wenzangu wananionia uwivu, na rafiki yangu mmoja aliniambia utaona. Baada ya kuniambia nitaona, ndo akaenda sasa sijui huko akamloga. Baada ya kumloga yule kijana, ile shida ya tumbo ikarudia pale pale. Nisikilize hapa kwa makini. Ipo hivi. Shetani akitaka kuyashambulia maisha yako na akitaka kukupiga, wanafanyaga hivi. Si wanajua kuna eneo fulani ndo kamekuwa kwa udhaifu kako. Yaani kuna eneo fulani ndo kiasi inajulikanaga unaumwa. Analetaga mashambulizi pale pale ili kwamba ikionekana unaumwa watu waseme mbona ni kawaida bwana, huo ugonjwa umekuwa na siku zote, kumbe ndo anakumaliza hivi. Kwa akapata ile shida, akarudishwa tena hospitalini kufanyia operation. Amerudishwa tena hospitalini kufanyia operation. Baada ya kufanya ile operation, ndo kutoka pale ule mshono wakimshona unafumuka, wakimshona unafumuka, wakimshona unafumuka, mpaka madaktari wenyewe wamemwambia jaribu upande wa pili. Wanamwambia jaribu upande wa pili, ashukulie Mungu ndo anamjua Mungu, ndo akamleta hospitali kanisani. Nikaomba naye kwa zaidi ya wiki 3 wiki 4. Mungu sasa amemsaidia. Ule mshono sasa umeanza kukaa mahali pake, na sasa kila kitu kinaanza kukaa mahali pake. Pamoja na kwamba kuna hayo magonjwa ya kulogwa, magonjwa nini, lakini jambo moja nataka kukupa uhakika, sijui hayo magonjwa yanatokana na afya kawaida ya mwili. Damu ya Yesu huwa inaponya. Biblia inasema aliachukua masikitiko yetu, alizibeba dhambi zetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Kanuni ya kwanza ya kuona uponyaji wa kiungu kwenye maisha yako ni ufu. Lazima kwanza ukiri uponyaji. Kanuni ya kwanza ya kuona uponyaji wa kimungu kwenye maisha yako ni lazima kwanza ukiri uponyaji watu wa Mungu. Amen. Nilisikia ushuhuda wa mama mmoja akasema hivi, naomba nimalizie. Naomba nisikilize watu wa Mungu, sisi tunajua, nisikilizeni mpate nimalizie. Shetani asije akakutoa kwa ajili ya kuku. Amen. Huyu mama ni mke wa pastor actually. Sasa mara nyingi akiumwa, akimwambia mume wake naumwa, mume wake anamwambia Yesu atakuponya. Si unajua watumishi tunaishi kwa imani. Kwa maana ukiona mtumishi isije kunahitaji moyo. Sisi ni watu wa imani. Ukiona mwanaume wa kawaida yeye atakupa mipango yake. Atakwambia mpango wangu ni huu, baada ya miaka 20 tutakuwa hapo. Lakini sisi ukija kwetu sasa mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hatujui tutakavyokula, hatujui tutakavyokula. Lakini tunachojua Bwana huwa anatutunza. Kwa hiyo ukitaka kuona mtumishi lazima uwe na imani kubwa sana.
Sasa akiwa anaumwa magonjwa kaendelea mwaka nauma, mwakambia Yesu atakuja kuleta mponyo. Mara ya mwisho ameenda hospitali. Ameenda hospitali, amevaa watoto kadhaa, ikagundulika na kansa ya kizazi. Ile kansa ya kizazi madaktari wakamtishia. Waambia watu wa Mungu, kila neno unalolisikia nyuma yake lina roho. Kuna watu ugonjwa unaouma ulikuwa sio wa kusumbua kwa kiwango hicho, ila kuna maneno mliambiwa ya kutishiwa kuhusu ugonjwa. Huo ugonjwa umezidi kwenye maisha yako. Yule mtu pasa karudi nyumbani, mume wangu nimeenda hospitalini, wameniambia na ugonjwa. Yaani sasa yeye amepandiwa hofu, na ile hofu anataka aipeleke kwa mume wake. Mume wake akasema mimi sishiki hata kama ni kansa. Acha jua ni Yesu anaponya. Amen. Naambia okay, umepewa dawa siku ngapi? Naambia nimepewa dawa siku 30. Akaambia na hii dawa unakunywa kwa muda gani? Naambia kila siku nakunywa mara 3. Nakunywa asubuhi, nakunywa mchana, nakunywa jioni. Akaambia sikiliza. Ikifika asubuhi muda wa dawa, huu ni dawa unasimama kwenye kioo. Unalikiri ile andiko ambalo tulikuwa tunaliona Isaya 53 mstari wa 5. Aliachukua masikitiko yangu, aizibeba uvivu zangu, kwa upendo wake mimi nilipona. Huyo mtu hapo sasa Neema. Neema, wewe ni mzima. Ikifika mchana muda wa dawa, unalikiri tena ile andiko. Jioni muda wa dawa unalikiri tena ile andiko. Akamwambia, yani kama mambo amekwambia utakunywa dozi hospitalini, sasa dozi yako itakuwa ni ile andiko. Amemaliza kukiri ile andiko siku 30, anarudi hospitalini, wanamwambia ugonjwa sasa hatuuone. Unajua nikwambia nini? Wewe magonjwa sio ndio kusumbue. Wewe shida yako ukipataga magonjwa, unasema nakufa. Wapigeni wanangu wada. Wajose, nikifa kuna mali niliacha kuku Jose. Utaenda kuangalia kuku. Biblia inasema yeye aliye dhaifu na hasemi nina nguvu. Wakati unaona kabisa ugonjwa kila mtu anakutishia utakufa, unasema aliachukua masikitiko yangu, alizibeba huzuni zangu. Amen. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Wewe unatokea wapi? Magonjwa na masikio. Alafu mimi nimegundua kuna kitu. Watu wakiwa wagonjwa siku hizi, watu wagonjwa siku hizi wanatumia pia kama dini. Mtu anagundua akiwa mzima hawamjali. Ila akiwa mgonjwa vile ndio anaona tukuku, sambusa. Kwa hata akipona hataki kukubali kwamba amepona. Waambia wewe, mbona ni kama umeanza kuchangamka? Hapana, bado mkono kidogo. Bibi yangu alipelekwa hospitalini. Sasa kwa hiyo hawamjali kwa kiwango hicho. Ampeleka hospitalini kule kama anakula vizuri kule, wanamjali, wanapisha watu na vikapu. Wengine asubuhi mtoli, mchana kitimoto, jioni akapona kabisa, tunamwona mtu amechangamka anacheka. Waambia sasa urudi nyumbani pumzika. Sasa hapana. Naomba mniongezea hata tu siku mbili tu. Bwana asifiwe. Amen. Usifurahie ugonjwa. Usifurahie ugonjwa wala usichekee. Uambie ugonjwa usio mwili wako ondoka. Hata ukiwa kwenye hatari ya kufa, uambie ugonjwa aliachukua masikitiko yangu, alizibeba huzuni zangu, kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Damu ya Yesu naitia kwenye mwili wako. Kwa hiyo damu ya Yesu inatangaza uponyaji. Mimi sio kuumwa. Wewe kile ndio andiko. Hata kama una madawa yako hospitalini wamekwambia unapokunywa madawa kiliji hayo maandiko. Sasa sikiliza, mwili haukuambiwa kunywa dawa. Haya madawa mimi siyajui. Ninakunywa tu vile basi. Kila napokunywa hii dawa ninatupeleka pia na damu ya Yesu. Hii dawa inapoingia na damu ya Yesu inapita na niponya katika jina la Yesu. Wewe kile uone kama magonjwa yataendelea kusumbua. Naomba simama kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamini kwa neema ya Mungu umenielewa. Amen. Amen. Ndio maana nimekuwa nakusisitiza uwalete watu ili na wao pia wapate maarifa haya. Sema kwa jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa damu yako ambayo ulibwaga pale msalabani. Kwa hiyo damu ya Yesu inatangaza asubuhi ya leo kila ugonjwa uliokaa kwenye maisha yangu kwa muda mrefu, huo ugonjwa unaondoka, huo ugonjwa unatoweka katika jina la Yesu. Huo ugonjwa unaniachia asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Haijalishi madaktari wameniambia nini kuhusu ugonjwa, lakini ninachojua kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Ugonjwa sikia, mwili huu sio mahali pako. Mwili huu hekalu la Mtakatifu katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninapitisha damu ya Yesu kwenye kila eneo la mwili wangu. Kwa hiyo damu ya Yesu inatangaza ya kwamba nimepona.
shakata, ebraka periapa, rebo shaka, mande rebo shaka, eko robo shaka, mando robo shaka, harama shaka, mantaka prakataya, ebraka teke, mande rebo shaka, reko shakataya, reko koko shaka, rebo shaka, haraka takata, wasikia, ayana wasikiko yetu, alichukua kuni zetu, kwa kupigwa kwake, sisi tumepona katika jina la Yesu. Wewe ugonjwa uliyekaa kwenye maisha yetu kwa muda mrefu, asubuhi ya leo tunakiri nguvu ya uponyaji. Rebo bobo shaka, kiri nguvu ya uponyaji. Makataka pamana, rebo bobo shaka, lebra katakata, reko shaka, bale reko shaka, mando robo shaka, karaba shaka, eko robo shaka, karaba sheke, mando robo shaka, karaba shaka, nguvu ya uponyaji, nguvu ya uponyaji, nguvu ya uponyaji, karaba shaka, mande rebo shaka, karobo shaka, karobo shaka, mande reko shaka, katika jina la Yesu, nguvu ya Mungu ikuponye, nguvu ya Mungu ikuponye, hiyo nguvu ya Mungu ikuponye, nguvu ya Mungu ikuponye, karaba shaka, eko robo shaka. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Wewe ndiye ambaye unajua huo ugonjwa umekutesa kwa muda gani. Wewe ndiye ambaye unajua huo ugonjwa umekusumbua kwa muda gani. Ikiri asubuhi ya leo pamoja nami, hiyo nguvu ya kuponya, hiyo nguvu ya Yesu inapita unapoikiri kwa imani. Hiyo nguvu ya Mungu inakuponya, hiyo nguvu ya Mungu inaondoa ugonjwa. Karaba shaka, eko robo, karaba sheke, eko robo shaka, mando robo shaka, mando robo shaka, kabisa, robo shaka, eko robo shaka, mande reko shakata, eko robo shaka. Tunakiri uponyaji kwa jina la Yesu, tunakiri uponyaji kwa damu ya Yesu. Robo shaka, mande reko shaka, mande reko shakata, mande reko shaka, mando robo shaka, mande reko shaka, karaba shaka, karobo shaka, mande reko shaka, eko shaka, ebo shaka, mande reko shaka, mande reko shaka, mande reko shaka, yeko robo shaka, mande reko shaka, eko robo shaka, mande reko shaka, mando robo shaka, mande reko shaka, mande reko shaka, karaba shaka, mando robo shaka, karaba shaka, mande raba kosha, mande reko shaka, mande reko shaka, mande reko toto, yeko toto, yeko toto. Nguvu ya Bwana ikuponye, nguvu ya Bwana ikuponye katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo nguvu ya Bwana ikuponye asubuhi ya leo, nguvu ya Bwana itoeshe ugonjwa katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Naomba nikuombe. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Kila ugonjwa ambao umekaa kwenye maisha ya mama huyu kwa muda mrefu, asubuhi ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu inatangaza ya kwamba huo ugonjwa unatoweka. Najua magonjwa na masikio na magonjwa anasikia. Haijalishi ameenda hospitalini, ameambiwa nini kuhusu ugonjwa, lakini ninachokijua ni kwamba kwa kupigwa kwa Yesu yeye amepona. Maumivu ya kichwa, maumivu ya sikio, maumivu ya tumbo, kipanda uso, katika jina la Yesu. Shida ya figo, asubuhi ya leo ninakutangazia kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu yayuka. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu yayuka. Maumivu ya kiuno yaliyokaa kwa muda mrefu, maumivu ya miguu yaliyokaa kwa muda mrefu, katika jina la Yesu ondoka asubuhi ya leo. Hicho kisukari kilichokaa kwa muda mrefu kwenye maisha yako, hospitalini wamekwambia haiwezi kutibika, ninakutangazia pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Hiyo BP, hiyo pressure iliyokaa kwa maisha yako kwa muda mrefu, asubuhi ya leo BP inakaa mahali pake, pressure inakaa mahali pake katika jina la Yesu. Maumivu ya macho yanayokusumbua kwa muda mrefu, asubuhi ya leo yanayayuka, 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 yanayayuka kwa damu ya Yesu. Na mgonjwa wako ambaye umemwacha kule nyumbani, acha Bwana mponye akiwa kule nyumbani, acha Bwana mponye akiwa kule nyumbani. Alikuwa hawezi kuamka, asubuhi ya leo namtangazia akiwa huko nyumbani
kansa inaondoka, hayo maumivu ya kichwa, hayo maumivu ya tumbo, hiyo BP, katika jina la Yesu. Acha Bwana akuonee huruma, acha Bwana akuonee huruma kwa ajili ya ule mgonjwa wako katika jina la Yesu. Kama unaamini Bwana anaponya mgonjwa wako aliye nyumbani, sema